Neema ya wokovu inaitwa kwa lugha ya kithiolojia salvific grace. Nikasema neema ya Mungu ni nini? Neema ya Mungu iokoayo ni nini? Au neema ya Mungu ya wokovu ni nini? Yaani hii salvific grace ni nini? Tukasema salvific grace ni neema ya Mungu inayotolewa kwa ajili ya kumwokoa mtu fulani, familia fulani, kanisa fulani, taifa fulani. Lakini tukafika mahali hapa, kuokoka au kuokolewa ni nini? Tukasema moja, kuokoka ni kutolewa katika hatari ya dhambi. Kutolewa katika dhambi, kutolewa katika hatari ya dhambi. Hii ni moja. Kutolewa katika dhambi, kutolewa katika hatari ya dhambi. Lakini mbili, tukasema kuokoka ni kurejeshewa au kurejesha uhusiano sahihi baina yako mtu binafsi na Mungu, baina ya familia fulani na Mungu, baina ya kanisa fulani na Mungu, baina ya taifa fulani na Mungu. Kurejesha uhusiano, kuleta uhusiano, kuunganisha uhusiano, kurudisha uhusiano. Inawezekana uhusiano ulikuwepo umepotea, kurudisha uhusiano baina ya mtu na Mungu. Na sio mtu tu, inawezekana ni jamii fulani, kikundi fulani. Ndio tukatoa mfano wa familia, kanisa au taifa fulani, kurudisha uhusiano wake na Mungu. Lakini tatu, kuokolewa ni kupatiwa uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Kupatiwa, kuzawadiwa, kutunukiwa uzima wa milele. Sema amina kama unaelewa. Haleluya. Haleluya. Sasa kuokoka ni neema. Tunapokea wokovu kwa neema. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9 imeandikwa, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mwambie jirani yako, wokovu ni kipawa cha Mungu, ni neema ya Mungu, ni matokeo ya neema ya wokovu. Salvific grace. Mstari wa 9, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Kumbe neema ya wokovu, kuokoka kunategemea neema ya wokovu. Neema ya wokovu inategemea imani ya kupokea neema ya wokovu. Inategemea imani ya kupokea neema ya wokovu. Imani ni matokeo ya kusikia kuhusiana na neema ya wokovu. Mtu akisikia, akifundishwa, akihubiriwa kuhusiana na neema ya wokovu, akatamani, akajenga imani, akawa na shauku ya kupokea neema ya wokovu, anaweza kupokea neema ya wokovu. Sema amina. Warumi sura ya 3 mstari wa 23 na wa 24 imeandikwa. Tunaweza tukaanzia mstari wa 21, lakini mlengwa ni 23 na 24. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kumbe tunaweza kuhesabiwa haki. Sema haki. Tunaweza kuhesabiwa haki kupitia neema ya wokovu. Tumesema neema ya wokovu kwa lugha ya kithiolojia inaitwa salvific grace. Kwa hiyo kwa njia ya salvific grace tunaweza tukahesabiwa haki. Nisikilize sasa vizuri. Kuna hatua za salvific grace. Tunaita salvation framework.
Salvific grace inaanza na mpango. Sema mpango. Salvific grace ni neema ya wokovu. Tunaposema inaanza na mpango, inamaanisha inaanza na mpango wa wokovu. Mpango wa wokovu. Hatua ya kwanza ya salvific grace ni mpango wa wokovu. Hujaokolewa bado, lakini mbingu, lakini Mungu, lakini mbingu, lakini Mungu ina mpango wa kukuokoa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni mbingu, ni Mungu ana mpango wa kukuokoa. Bado hawajaanza harakati, bado haijashuka neema ya wokovu kwako, bado haijaletwa neema ya wokovu kwako, lakini kuna mpango wa kukuokoa. Na mtu mwenye jicho la kiroho anaweza akauona mpango wa wokovu kwa mtu kabla mtu aliokolewa. Ni mlevi, ni mwovu, ni mchafu, lakini anauona mpango wa Mungu wa kumwokoa kabla hajaokolewa. Kwa Mungu, mbingu naona ina mpango wa kukuokoa. Hata tembea yako, hata magari yako, hata kaa yako inaothibitisha kuna mpango wa Mungu wa kukuokoa. Hata ndoto zako, hata mawazo yako inaonyesha kuna mpango wa Mungu wa kukuokoa. Sema amina kama unaelewa. Kwa hiyo salvific grace inaanza na mpango wa Mungu wa kukuokoa mtu. Unaachiliwa mpango, kunawekwa mpango, kunakuwa na mikakati, kunakuwa na makusudio ya kuokolewa. Yeye huyu hana uwezo wa kujiokoa. Wewe na mimi hatuna uwezo wa kujiokoa. Familia zetu hazina uwezo wa kujiokoa. Taifa letu halina uwezo wa kujiokoa. Ndugu yetu, jirani yetu hana uwezo wa kujiokoa. Kwa hiyo mbingu inatengeneza mpango wa kumwokoa. Kunakuwa tayari mpango upo wa kumwokoa, lakini bado hajaokolewa. Sema amina kama unaelewa. Kwa hiyo neema ya wokovu inaanza na hatua ya kwanza ambayo ni mpango. Initiating grace, mpango wa kumwokoa mtu, mpango wa kuokolewa mtu, mpango wa kuokoa familia, wa kuokoa jamii fulani. Mpango. Kwa neema ya wokovu, salvific grace inaanza na mpango. Mwambie jirani yako, hata kama hujaokoka, ninaamini Mungu ana mpango wa kukuokoa. Mungu ana mpango na wewe. Sema amina. Haleluya. Kwa salvific grace inaanza na mpango. Sema mpango. Hata utaona kuzaliwa kwa Yesu, hata kifo cha Yesu msalabani ni mpango. Ni nini? Mpango wa wokovu, mpango wa kuokoa ulimwengu, mpango wa kuiokoa jamii ya wanadamu walioko duniani, waliokuwa kipindi kile hata atakaokuja baadaye. Haleluya. Hatua ya pili, sema hatua ya pili. Hatua ya pili ya salvific grace ni kuachilia neema inayomhesabia mtu haki mbele za Mungu. Kuhesabiwa haki, kuhesabiwa haki, kuhesabiwa haki. Justification, justifying grace, justifying grace. Kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Kuhesabiwa haki, kuhesabiwa haki ni neno au ni lugha ya kisheria. Ni lugha ya kisheria. Ni lugha ya kisheria. Ni legal language, ni legal standing. Ni lugha ya kisheria ambayo mtu anahesabiwa haki. Nafsi ya mtu inahesabiwa haina hatia, haina makosa. Unahesabiwa, huku ni kuhesabiwa kisheria. Sheria za kiroho, sheria za kimbingu, sheria za kimungu zinakuona huna hatia, ingawa bado hujakamilika,
ingawa bado huna matendo mazuri, ingawa bado hujaacha dhambi, lakini mbingu inakuhesabia haki, inakuhesabia haki. Ni sawasawa na mtu ambaye anatangazwa mbele ya hakimu kwamba deni lake, kosa lake limefutwa, hata kwenda gerezani tena, atarudi uraiani, lakini bado yuko mahakamani na bado yuko chini ya ulinzi wa polisi, lakini anahesabiwa, anatangazwa na mahakama kwamba kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameonekana hana hatia, hana kesi ya kujibu, hana. Eleweka vizuri? Hana kesi ya kujibu, lakini huku mtaani sisi tunajua aliharibu pikipiki ya mtu, anatakiwa kulipa pikipiki ya mtu, lakini mahakama imetangaza kuhesabiwa kwake haki. Sijui kama naeleweka. Ndivyo ilivyo na mbinguni. Salvific grace, hatua ya pili, inahesabia mtu haki, inatangazia mtu haki mbele za Mungu, kwamba huyu ahesabiwe kuwa yuna haki, ahesabiwe kuwa hana hatia, ahesabiwe kuwa mwana wa Mungu, ahesabiwe kuwa hana dhambi, lakini bado hajaacha dhambi. Huko ndiko kuhesabiwa haki. Muulize jirani yako, umeelewa? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni tendo la kisheria, ni sheria za mbingu kwa mwenye dhambi kuhesabiwa hana dhambi wakati bado anayo dhambi. Hiyo ni hatua ya pili ya salvific grace. Uko pamoja? Amen. 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 Mahakama ikitangaza huna hatia, ni huna hatia, umehesabiwa haki kisheria, umetangazwa haki kisheria. Ni sawasawa na mgombea aliyegombea nafasi yoyote ya kisiasa, ya kiongozi. Mahakama ikimtangaza mshindi, huyo ni mshindi, hata kama huku tuna kwenye nzengo, kwenye jamii huku sisi huku mtaani huku tunasema haiwezekani, hajashinda. Sheria, mahakama ikimtangaza mshindi, huyo ndiye, si ndivyo? Au na mbinguni, mbingu ikihesabiwa, hii salvific grace ikikuhesabia haki mbele za Mungu. Hiyo ni hatua nyingine ya pili. Hatua ya kwanza ni mpango, hatua ya pili ni kutangazwa, ni kuhesabiwa, ni kutangazwa kuwa una haki ya kuwa mtoto wa Mungu, una haki ya kupokea wokovu, ukahesabiwa haki ya kupokea wokovu, unatangazwa kuhesabiwa haki ya kupokea wokovu, ya kuwa mwongofu. Sawa sawa? Korinto wa pili sura 5 mstari wa 21 imeandikwa, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Salvific grace, hatua ya pili, inafanya kazi ya kutuhesabia haki kwa sheria za mbingu mbele za Mungu, kuhesabiwa haki, lakini mbele za watu bado, matendo yako bado, tabia zako bado, lakini mbele za Mungu umehesabiwa haki ya wokovu, haki ya mwana wa Mungu. Hatua ya tatu, salvific grace, inafanya kazi ya
kumzaa mtu mpya. Kumzaa mtu mpya, kumzaa mtu mpya ni tendo la kubadilisha moyo wa mtu, kuondoa moyo mbovu, kuondoa moyo mbaya na kuleta moyo mpya. Lakini mbili, kwa kuondoa asili mbaya, asili mbaya, asili za dhambi, asili za uovu na kuleta asili mpya ndani ya mtu, asili mpya, kumpatia mtu asili mpya, kumpatia mtu moyo mpya, kumpatia mtu moyo mpya, kumpatia mtu asili mpya. Hapa ndipo wokovu wa mtu unaanza kuzaa matunda. Hii hatua ya tatu, ndipo wokovu wa mtu unaonekana kwenye macho ya watu kwamba kweli ameokoka, tabia imebadilika, maisha yamebadilika, maneno yamebadilika, matendo yamebadilika, shughuli mbalimbali za maisha ya kawaida ya kibinadamu, maneno, mawazo yamefanya nini? Yamebadilika. Mtu amefanya nini? Amebadilika. Maisha yake yamebadilika, tabia zake zimebadilika, huyu mtu matendo yamebadilika. Hapa ndipo watu wanaanza kusema fulani ameokoka. Kumbe salvific grace ilikuja siku nyingi, haijaja leo. Kulianza na mpango, kukaja hatua ya pili, kuhesabiwa kwake haki, ikaja hatua ya tatu, kumpa moyo mpya, asili mpya, tabia mpya, matendo mapya, hatua mpya. Sasa tunaanza kumuona matendo yake yamebadilika. Lakini hatua ya pili ya kuhesabiwa haki, kwenye maombi tunaye, alafu akitoka katoroka, kaondoka, kaanguka, analia, anahuzunika, hataki kuishi maisha hayo, anatubu, anaapa, anaahidi, sitaendelea. Akitoka ya kubadilika, anaondoka kwenye nyingine tena. Yuko kwenye hatua ya pili ya salvific grace. Sikufundishi ili uendelee na dhambi sasa useme niko hatua ya pili, wapendwa. Mwingine ukimfundisha hivi anadondoka, alafu anajitetea anasema wapendwa, nivumilieni kwa hatua ya pili. Sio hivi. Huyu sio anajikusudia yeye, sio anataka yeye. Yuko bado hatua ya ngapi? Hatua ya pili, lakini mbinguni ameshahesabiwa haki. Kwa hatua hii ya pili ndipo inakuja regeneration, regenerating grace. Regenerating grace ni kumzaa upya, anazaliwa upya, anazaliwa upya. Salvific grace, neema ya wokovu inamzaa upya, inamfinyanga upya, inambadilisha moyo, inampa moyo mwingine, inampa asili nyingine, asili zisizo na dhambi, moyo usio na dhambi. Hii ni hatua ya tatu. Sema amina. Haleluya. Hatua ya pili ambayo ni justifying grace au justification ni hatua ambayo udhihirisho wa nje, ushahidi wa nje wa maisha hauonyeshi wokovu, hauonyeshi wokovu. Lakini hatua ya tatu, regenerating grace, ni hatua ambayo huyu mtu kunakuwa na ushahidi wa nje, ushahidi wa kimaisha, wa kimaneno, wa kimawazo, wa kimatendo kwamba ameokoka. Ushahidi wa nje, kunakuwa na ushahidi wa nje. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona tabia zile zile za dhambi mtu anakuwa nazo kwenye hatua ya pili, lakini kwenye hatua ya tatu tabia za dhambi zinakwisha, maisha ya dhambi yanakwisha. Mtu huyu anabadilika, huyu mtu anakuwa mpya, huyu mtu anakuwa mwingine. Sasa nataka nimalize kwa kutaja aina za neema, lakini kwenye mpangilio. Nataka nitaje aina za neema, types of grace, lakini katika mpangilio. Aina ya kwanza inaitwa neema ya kawaida, common grace. Neema ya kawaida. Neema ya kawaida ni neema inayowafikia watu wote wa dunia nzima. Watu wote wa dunia nzima, waovu na wema, wenye dhambi na waliookoka, wote wanapata common grace, wote wanapata neema ya kawaida. Hii neema inaweza ikaleta uhai,
inaweza ikaleta hekima, inaweza ikaleta akili, inaweza ikaleta mvua, ustawi kwa ujumla wake, fedha, mazao, kitu chochote inaweza ikaleta. Hii neema ya kawaida inaweza ikaleta afya njema, ustawi wa mazao, ustawi wa fedha, ustawi kazini, afya. Hii ni common grace ambayo inawahusu wote, wabaya na wema. Hiyo ni aina ya kwanza ya neema, inaitwa common grace, inawapata watu wote. Lakini aina ya pili ya neema ndio hii salvific grace, ambayo ni neema ya wokovu. Neema hii inapompata mtu, kwa kuna hatua kama 4. Hatua ya kwanza ya salvific grace ya neema ya wokovu, hatua ya kwanza ni mpango wa wokovu. Hatua ya pili ni kumhesabia mtu haki ya wokovu. Hatua ya tatu ni kumbadilisha mtu moyo na asili, kumpa moyo mpya na asili mpya, yani kuzaliwa upya. Hii ni hatua ya tatu. Na hatua ya 4 ni kutengeneza uhusiano imara au uhusiano mpya baina ya mtu na Mungu. Hizi ni hatua 4 inazofanya kazi neema ya wokovu, salvific grace. Hii neema ya pili inayoitwa neema ya wokovu ina tabia ya kufungulia neema zingine. Neema zingine ambazo hawezi kuzipata mtu ambaye hajapokea neema hii ya wokovu. Neema zingine hizi zinaweza zikaja kwa sababu neema ya wokovu imekuja kwako. Neema ya wokovu ikija kwako, ndipo neema hizi zingine zinaweza zikaja. Sema amina. Kwa neema hizi zingine lazima sharti zitanguliwe na neema ya wokovu na salvific grace. Neema hizi zingine ni pamoja na sanctification au sanctifying grace. Sanctifying grace. Sanctifying grace ni neema ya kutakaswa. Sema neema ya kutakaswa. Neema ya kutakaswa. Neema ya kutakaswa inafanya kazi every time, every day, kila saa, kila siku. Neema ya kutakaswa. Lakini neema ya kutakaswa inaingia ndani ya mtu ambaye amepokea neema ya wokovu. Kama hujapokea neema ya wokovu, neema ya kutakaswa haipo. Neema ya kutakaswa haipo. Neema ya kutakaswa, jambo la kwanza, inatufanya upya. Jambo la pili, inatupa kushinda dhambi, inatupa kushinda uovu, inatupa kushinda makosa, inatupa kushinda, inatupa kuweza kuishi bila kufanya makosa, inatupa kuweza kuishi bila kufanya uovu, inatupa kuweza kuishi bila kufanya dhambi, inatupa kuweza kuishi bila kukosea. Kama wanadamu sisi ni wakosaji, lakini sanctification au sanctifying grace ni neema ya kutufanya tuishi bila kukosea, tuishi bila kufanya dhambi kwenye hii dunia ambayo huwezi kuishi bila kufanya dhambi. Sanctifying grace inakupa kuishi bila kufanya dhambi. Na watu ambao wanajua kabisa kwenye hii dunia huwezi kuishi bila kufanya dhambi hawakuamini, wanajua na wewe unafanya dhambi. Kumbe wewe umeshapata sanctifying grace, neema ya kutakaswa, neema ya kuishi bila kufanya dhambi. Uko duniani kama tayari ulishafika mbinguni. Ushiriki dhambi, ufanye dhambi. Sema amina. Sema amina. Lakini pia sanctifying grace, neema ya kutakaswa, inakupa wewe, nisikilize vizuri, wewe kuzaa watoto waliotakaswa, kuishi mazingira yaliyotakaswa, kushika vitu vikatakaswa, kuingia kwenye mahusiano au kuishi kwenye mahusiano na mwanamume au mwanamke ambaye hajatakaswa, hajaokolewa, akapokea neema, akatakaswa kupitia wewe mwenye neema ya kutakaswa. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unaweza kukuta mama ameokoka na amefikia hatua hii ya sanctifying grace, ya neema ya kutakaswa, lakini mume wake aliolewa kabla hajaokoka,
mume wake hajaokoka na hawajaachana, wanaendelea kuishi. Mwanamume anaenda anachukua wagomba, analeta anafua dawa watoto, lakini watoto wametakaswa kupitia mama, kwa sababu mama ana neema ya utakaso. Hawarogeki watoto. Hivi vitoto mbona vimefungwa na ilizi lakini havirogeki? Kuna neema ya utakaso kwa mama yao. Hawa Waebrania mbona hawarogeki? Kuna neema ya utakaso kwa baba yao. Unaelewa hata kidogo? Unaelewa hata kidogo? Huyu baba mbona hajaokoka, anaenda kwa waganga kila siku, analeta wanafukia na dawa nyumbani, lakini hii nyumba sisi tukienda kutaka kuiloga sisi wachawi hatuiwezi, hatuioni, tunaona moto, na lile baba ni jenzetu. Mama na neema ya utakaso, fanya mnayoyajua kwenye hiyo nyumba hamuiwezi. Kuna neema ya utakaso kwa mama. Muulize jirani yako, unaelewa somo? Anasemaje? Lakini kuna neema nyingine inaitwa neema ya kuimarishwa, neema ya kudumishwa, neema ya kukomazwa, neema ya kukomazwa, neema ya kudumishwa, neema ya kudumu, neema ya kudumishwa, neema ya kukomazwa, sustainable, sustaining grace, sustaining grace, sustaining grace, neema ya kudumishwa, neema ya kuimarishwa, neema ya kukomazwa, neema ya kukomazwa. Hizi neema, kumbuka, hizi mbili haziji isipokuwa kuna salvific grace, kuna neema ya wokovu. Huyu mtu ameshapokea neema ya wokovu, huyu mtu ameshapokea salvific grace, neema ya kudumu katika wokovu, neema ya kuimarishwa katika wokovu, neema ya kusimama imara katika wokovu. Hii sustaining grace ni neema inayokuja kutukomaza kiroho, kutukomaza katika wokovu. Ni neema inayotupa kudumu katika imani ya wokovu, neema inayotupa kudumu. Yaani ukipokea hii neema, hatutarajii utarudi nyuma, hatutarajii utaanguka, hatutarajii utakujagaacha wokovu. Wewe umepokea tayari sustaining grace, hatutarajii utakuja tokea ukarudi nyuma, ukaacha Yesu, ukaacha wokovu. Wewe umeokoka hata iweje, hata lije jaribu la aina gani, hata kije kikwazo cha aina gani, hata upitie shida ya aina gani, hata upitie hali ya aina gani, hata upitie maneno ya aina gani, hata upitie vikwazo, fimbo, viboko, kuwekwa gerezani kwa ajili ya wokovu, kwa ajili ya Yesu, hata ifikie umeonyeshwa upanga, ukakatwa mkono, ukakatwa sikio, ukakatwa mguu kwa ajili ya wokovu, haitegemei utaacha wokovu kwa lolote. Umefikia hatua, neema ya wokovu imekupeleka kwenye neema zingine, umefikia kwenye sustaining grace. Sustaining grace inakufanya hata kama mke wako, mume wako uliyempenda, mtoto wako uliyempenda anachinjwa kwa masharti ya uache wokovu, unasema mkimaliza kumchinja na mimi nichinjeni, wokovu siachi. Kwa hiyo utaanza kupata picha. Leo tunaenda kuomba nini? Tunasema neema ya wokovu na ushindi wa dhambi. Ndio ombi letu siku ya leo. Omba kwa viwango vya Mungu akufikishe kwenye sustaining grace. Sema sustaining grace. Sustaining grace, hata ingefika mahali wanaingia hapa maadui na silaha za moto, wanasema anayetaka kwenda mbinguni, anayetaka kuendelea na wokovu, apande hapo madhabahuni, tunammiminia risasi aende mbinguni sasa hivi. Na wanaosema tulipokea wokovu, lakini kwa hii shughuli mliokuja nayo sisi tunaacha wokovu, tunarudi nyumbani, watoke waende. Wataenda wengine, wewe utapanda madhabahuni, na wewe upande madhabahuni unasononeka, wala unalia, unasikia furaha, unasikia changamko, unapiga na sisi, unasema haleluya. Kama
risasi mnachelewesha. Mimi na risasi kwende kwa Baba. Just training us. Unafikia viwango vya neema ya kuimarishwa, neema ya kudumishwa.